au tena chini yako, uko chini yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sura Zaburi ya 42 na ule mstari wa 7. Zaburi ya 42 na ule mstari wa 7. Kisoma: kilindi chapigia kelele kilindi kwa sauti ya maporomoko ya maji yako. Gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Kilindi kinalia kilindi kwa sauti ya maporomoko yako. Kwa hiyo maombi ya namna hii yanatuunganisha moyo wa Mungu na mioyo yetu sisi. Na tuchukue mfano mmoja, tunaona Yohana 11:33-35. Tunaona Yesu alikuwa analia kwenda pale kile kisa cha Zakayo. Lazaro alikuwa amekufa. Na Yesu asifiwe. Alipoona wanahuzunika naye akahuzunika. Sasa akalia. Pia tunamwambia kwamba Yesu akalia. Yesu alipoona akaugua. Inaongeza neno akaugua. Sio kwamba alilia kwa sababu baada ya mshuki ya kugolea huruma, lakini alikuwa katika namna ya kuwa Roho Mtakatifu alikuwa anaomba ndani yake. Akamkuta Yesu, si kwa sababu ya udhaifu. Yesu alikuwa ni Mungu. Ndivyo Roho Mtakatifu ambavyo wakati mwingine hataachilia hata lugha ya kilio. Hii lugha ya kilio haitakuwa haya, ni lugha ya Roho kuomba ndani yetu. Yesu asifiwe. Juu ya kile ambacho watu wake wanapitia. Na Bwana hata Musa, wakati Yesu anamtokea Musa, Mungu anamwambia kwa neno hili, nimesikia kilio cha watu wangu. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hujua zaidi ya maneno unayoomba. Hili ni zaidi ya kila kitu. Yeye tunapaswa sisi kumruhusu ili atufundishe iwe labda ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni kila kitu. Kwa tende kile cha mwisho anasema utengeneza ushirika wa maombi kati ya muumini na Mungu. Utengeneza ushirika wa maombi kati ya muumini na Mungu. Soma ile Yuda 1:20. Yuda 1:20. Yuda 1:20. Nitasoma. Amina. Yuda sura ya 20. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tengeneza ushirika wa maombi kati ya muumini na Mungu. Yeye Roho Mtakatifu anatoka katika maombi yale ya kawaida na kwenda katika maombi ya mazungumzo. Ni kama baba na mtoto wakiwa wanazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kisikia kuanza karibu tunamaliza, simama kidogo. Simama kidogo, tusimame kidogo tujinyoshe. Simama kidogo tujinyoshe kidogo tujinyoshe. Tujinyoshe kidogo, tuna dakika chache tu ya kumaliza. Tuna kama dakika 5 za kumaliza. Basi tutae tena. Kumbuka tuko kwenye kipengele kinachosema kutengeneza ushirika wa maombi kati ya muumini na Mungu. Tumesoma katika Yuda 1:20. Anasema pale ninyi wapenzi mkijenga juu ya imani iliyo takatifu sana, mkisali na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anayageuza, anatutengeneza na kufika katika ushirika. Tunatoka katika ushirika wa maombi ya kawaida na kwenda katika ushirika wa maombi ya kuzungumza na Mungu. Yatakuwa ni mazungumzo kama vile unavyoona mtoto na baba wanavyozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yanabadilika sasa kutoka hali ya kawaida na kwenda katika hali ya mazungumzo. Ni kama mtoto anaongea na baba yake. Na anashughulia katika hali ya namna hiyo. Unafikiria mtoto mchanga ambaye anamtazama baba yake, hajui cha kuongea,
lakini baba yake kwa sababu anajua katika lugha hiyo ya mtoto anayoonyesha, mtoto wake atakuwa anataka kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baba anakuwa anajibu kwa namna anavyomwona mtoto. Ndipo Mungu wetu tunapokwenda katika maombi ya namna hiyo na kushirika mazungumzo kati yako na Mungu, baba anakuwa anajua zaidi ya kile ambacho hata kabla tujaomba yeye anajua. Na Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mtakatifu ni rafiki wa maombi ya kweli. Wakati hatuna nguvu ya kuomba, yeye huomba kupitia sisi. Kwa hiyo maombi ya Roho moja Roho Mtakatifu yanakuwa ni maombi yenye matokeo. Shida ya maombi ni siri ya nguvu ya kiroho. Kwa hiyo maombi ni muhimu sana. Kadri tunavyoruhusu Roho Mtakatifu atuongoze, ndivyo tunayoendelea kupokea nguvu ya matokeo kuwa halisi katika maisha yetu. Wakati tunavyoruhusu Roho Mtakatifu hatuongoze kupitia maombi, tunakuwa tunampangia na kushirikiana na Roho Mtakatifu mwenyewe